Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa Naomba rahmatullahi kabla hatujazungumza lolote, Sheikh Muhammad, hebu jiarifishe wewe nani? Tayeb, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa kujiarifisha, mimi naitwa Muhammad Abu Bakar bin Muhammad Fumo al-Bakari. Mashaallah. Je, umesoma wapi? Ni mtu wa kutoka wapi na umesoma wapi na shekhe lako ni upi? Kwanza mimi asili yetu sisi ni wa kutoka Siu. Ndiyo. Mababu zetu biladul ilmi wal hikma. Naam. Wal maarifa. Naam. Tumetoka Siu, kisha wazee wakaenda wakahamia mji wa Lamu. Ndiyo. Ambao mji wa Lamu kwa sasa na sisi pia tumekuwa wenyeji wa hapo kutokamana na kututangulia mababu zetu, na sisi tumekuwa tuishi hapo. Ndiyo. Ama kwa kusoma nilisomea pale pale nilipozaliwa mwanzo. Ndiyo. Siu Madrasatul Irshadi ya Ustadh As-Sayyid Abdullah As-Sagaf. Ndiyo. Na mwenye mpakari. Ndiyo. Tumesoma kwake Qur'ani. Na kwa Ustadh Umar Abdullah Kirume tukaenda tukamalizia Madrasatun Nahla. Mashaallah. Hapo tulipomaliza thani idadia tukafika Lamu, Madrasatun Najah. Tumeiwahi ile ya Mkongoni pale. Tumerudia pale masomo, kisha tukaenda zetu Safa. Alhamdulillah tumewawahi mabwana wakubwa. Nafikiri ukitaja Najah unamtaja Ustadh Ahmad Mansab. Ahmad Mansab. Na ukitaja Safa utamkumbuka Ustadh Sayyid Hassan. Sayyid Hassan na Ustadh Ali Mzamwenye. Na kwa Ahmad bin Alwi. Naam. Wote hao katika walimu zangu. Na kwa upande wa Ustadh Ahmad Mansab ambaye ni mwalimu wetu na shekhe letu, kisha baba yetu haswa nimekaa kwake miaka 6. Ametulea. Tukipata tarbia kwake. Nani? Ahmad Ustadh Ahmad Mansab. Mashaallah. Nimekaa miaka 6 pale. Yani si mwalimu tu bali alikuwa ni mlezi. Ni mlezi, tumekula chakula chake na kwa kutufanya kama watoto wake, na hili tumeliona kwake. Kwa tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam babu yake, kwa kutombagua mfano wa Zaid bin Harith alivyotukuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikuwa kwangu peke yangu, na kwa kila aliolelewa ni Ustadh Ahmad Mansab. Tuambie hii safari hii tangu lini umeanza na mpaka sasa, una lipi la kusema kuhusu safari hii? Na una ujumbe gani kwa Ustadh Muhsin? Naam, safari hii mimi nimeanza nikiwa mdogo pamoja na Ustadh Sheikh letu Ustadh Ahmad na Ahmad Mansab. Na aliashiriwa ni allama wetu mwenyezi wetu Ustadh Muhsin kwamba mtukue naye huyu. Ndio maana na sisi tukawa kutoka enzi za kuja kwako huno ni amri ya kutoka kwa Ustadh Muhsin, anamwambia shekhe lako kwa huyu naye pia mtukue naye huyu kijana naye mtukue naye umzoezeshe. Nilikuwepo mimi akimwambia namna hiyo enzi za Al-Habib Sayyid Ali Badawi. Nimefuatana na Al-Habib. Miaka mingapi takriban? Tangu wakati Al-Habib ulikuwa katika safari hii? Nimefuatana na Al-Habib miaka 3 yake ya mwisho. Mashaallah. Tukifika mwisho ndao. Ndio. Rihla za huku kwingine zilikuwa hazijaanzishwa, ni mtoto wake Al-Habib. Afariki Al-Habib kama sikosei ni zaidi ya miaka kama 30 sasa au zaidi. Naam, kwa miaka hiyo yote. Mimi nimeata kuja huku nilipokwenda Nairobi kwa kusomesha. Lakini nilivyorudi tumerudi tena. Ama hizi rihla kiukweli zatupa kufanyia kazi masomo tulio yasoma, hasa kuhusu somo la akhlaqi. Kuhusu tabia ukiwa karibu na mashekhe wako na walimu wako, na tabia ukiwa katika mujtamaa wa Kiislamu kwenye mitaa ya miji. Na mashallah tumegundua kwa kiuhakika kabisa kwamba miji yampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na miji yetu hii yawapenda mashekhe zetu. Tumeona sisi hayo kwa mato na kwa kusikia wakiyasema kwamba hakuna kama shekhe letu Ustadh Sayyid Muhsin, hakuna kama shekhe letu Ustadh Ahmad Mansab. Na kwenye rihla kuna changamoto pia nazo za ufuataji kutoka mji kwenda mwingine, safari na malazi. Lakini pia kwa upande mwingine tumkumbuka
Ustadh Ahmad Mansabu tumrudia kwa sababu tuko mbavoni mwake na Sheikh Muhammad Mzee. Kwa kweli hawa wametuonyesha sura za Al-Habib Sayyid Ali Badawi. Wakiongozwa ni Al-Habib Sayyid Muhsin, yeye ndiye aliyoyatiwa na yote ya Al-Habib ambaye ni babake yako kwake, na hilo tumelithibitisha kwamba mwalimu wetu Sheikh letu Ustadh Sayyid Muhsin. Sasa una ujumbe gani wa kumwambia Ustadh Muhsin? Nina ujumbe, kwanza sina ujumbe, kwanza nina dua. Naam. Tumtilia dua kwa pamoja, mbali na dua tunazozisikia kwenye miji. Mwenyezi Mungu ammiminie afya na amuongeze umri pamoja na nyinyi watoto wake. Na tutarajia kwamba na nyinyi mumeshika nyendo zake na pia hayo tuyashuhudia. Ujumbe ni kwamba asife moyo. Changamoto ni nyingi, pengine huenda zipo, lakini twafurahi sana sisi kuwa na yeye na twajifakhiri sana tukiwa na yeye. Na hivi tulivyo sisi, ingekuwa sio yeye basi tungekuwa hatuko namna hii. Kiuhakika kabisa pengine tungekuwa watungaji wa punda huko kwenye miji yetu, lakini kukutana na Al-Habib Sayyid Muhsin, na sisi tumebahatika kuwa walimu, tumekuwa twafahamika na sisi kwa uchache wa namna tunavyofahamika. Yote baraka hizi zote na thawabu hizi mimi na hakika na imani kwamba ziko katika mizani ya mwalimu wetu na Sheikh letu Sayyid Muhsin. Na mimi pia nashuhudia vile anavyokupenda. Mashaallah. Ana uhusiano na wewe ambao kwamba ni wa kipekee. Allah. Kutukulia wewe ni mwanafunzi wake au ni mwenzake, baada ya kutukulia kama mtoto wake. Mashaallah, alhamdulillah. Anavyokutambua na kuamini. Naam. Hakuna jambo lolote Ustadh Muhsin atafanya isipokuwa atakufahamisha. Naam, ni kweli. Akupe nafasi yako unastahili. Sana. Alhamdulillah, hili ni jambo kisha sisi tumetukua. Ni ahadi hii kwa tutaendelea kushirikiana. Kama mzee wetu alivyokuwa na wewe karibu na amekuweka kama kiwango cha undugu na sisi. Inshallah alaka hii na uhusiano huu. Amina ya Rab, 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 nao inshallah. Amina ya Rab, tuendekutane na bwana mtume inshallah. Kwa kumalizia, kwa ruhusa yako, tuna imani kwamba nyinyi watoto wake Al-Habib Sayyid Muhsin muko katika nyendo zake. Kwa hivyo tuna matumaini makubwa kwamba tuna akiba tuliowekewa, ambayo kwamba tuna kudwa kutoka kwa mwenyewe Al-Habib na kwa watoto wake ambao ni kina nyinyi. Inshallah Mwenyezi Mungu aweke awahifadhi na hasadi na chochote ambacho kwamba ni cha kuweza kuwasumbua ima kidini au kiafya au kiulimwengu au kiakhira. Na Mwenyezi Mungu inshallah, na siku zote tuko tawatilia dua za siri na za dhahir ili Mwenyezi Mungu azidi kuwabakisha. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Shukran wa jazakallahu khairan.